Sanjari na jitihada za kuinua ubora wa elimu nchini, serikali imeendelea kutafuta suluhu ya changamoto za kujifunzia zinazowakabili wanafunzi wenye mahitaji maalum. Hivi karibuni serikali imenunua vifaa kwa ajili ya wanafunzi wasioona na wenye baki ya usikivu na kuvisambaza katika shule 213 za msingi na shule 22 za sekondari. Aidha, serikali imenunua vifaa vya upimaji ili kubaini watoto wenye mahitaji maalum ya ujifunzaji kwa mikoa yote Tanzania bara. Rai yangu kwa wazazi wenzangu kote nchini ni kutumia fursa hii kuwapeleka shuleni watoto wenye mahitaji maalum badala ya kuwaficha majumbani. Shabaha serikali ni kuhakikisha kuwa kila mtoto wa Tanzania mwenye umri wa kwenda shule anapata fursa hiyo bila kujali uwezo wake wa kifedha au changamoto za kimwili. Msimamo wa serikali kuhusu ujauzito shuleni. Mheshimiwa Spika, moja kati ya mijadala iliyoibua hisia kali wakati wa mjadala wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ni pamoja na kuwaachisha watoto masomo wanafunzi waliopata ujauzito shuleni. Kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2015, jumla ya wanafunzi 3637 waliacha masomo kutokana na kupata ujauzito. Kuwaachisha masomo wanafunzi waliopata ujauzito ni utekelezaji wa waraka na kanuni za elimu ya mwaka 2002 zinazohusu kufukuza na kuondoa wanafunzi shuleni kutokana na makosa mbalimbali ikiwemo uasherati, wizi, ulevi, kutumia dawa za kulevya pamoja na utoro unaotokana na baadhi ya wanafunzi kwenda kufanya shughuli za biashara ndogo ndogo, kucheza kamari, kuvua samaki, kuchimba madini na kadhalika. Mheshimiwa Spika, msimamo wa serikali wa kutoruhusu wanafunzi waliopata ujauzito kuendelea na masomo katika mfumo rasmi wa elimu ni kwa mujibu wa sheria na wala sio utaratibu mpya kama inavyopotoshwa na baadhi ya wanaharakati. Msimamo huo wa kisheria unalenga kuwafanya watoto wa kike wajishughulishe na masomo yao badala ya kushiriki kwenye vitendo vya ukiukwaji wa maadili. Lakini lengo hili pia nalo ni kuwaelimisha wazazi. Kila mzazi aendelee kumtunza na kumwelimisha mtoto wake mambo muhimu na maadili mema ndani ya familia. Wazazi wajishughulishe kikamilifu katika kuweka katazo kwa watoto kujishirikisha na ngono wakiwa na umri mdogo. Dhamira ya serikali katika hili ni kumlinda mtoto wa kike ili apate elimu kwa ajili ya manufaa yake ya taifa kwa ujumla. Sote tutakumbuka kauli mbiu ya mke wa Rais wa awamu ya 4 Mama Salma Rashid Kikwete aliyesema, mtoto wa mwenzio ni mwanao. Ni budi kila mzazi akajikita katika kuwalea watoto hawa badala ya kuwafanyisha vitendo ambavyo havistahili, kwa kauli ile ile kwamba mtoto wa mwenzio ni wako. Mheshimiwa Spika, kila Mtanzania ana wajibu wa kuhakikisha kuwa watoto wetu wanapata elimu. Hivyo ni lazima tuhakikishe mtoto wa kike anapata elimu stahiki na masomo yake hayakatizwi kwa kupata ujauzito. Kama ambavyo nimeendelea kurudia kuwa serikali imewekeza kwa elimu ya mtoto wa kike nchini. Kwa ni budi kila mmoja akazingatia uwekezaji huu. Kifungu namba 60B cha sheria ya elimu sura ya 353 kinatoa adhabu ya miaka 30 jela kwa yeyote atakayeoa au kumpa ujauzito mwanafunzi. Aidha, sheria inatoa adhabu ya kifungo cha miaka 5 jela au faini ya shilingi milioni 5 au vyovyote kwa pamoja kwa anayeshiriki kumwozesha mtoto wa shule. Natoa wito kwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri pamoja na maafisa elimu kusimamia utekelezaji wa sheria ya nchi yenye lengo la kumlinda mtoto wa kike. Aidha, na washauri waheshimiwa wabunge wenzangu, tushirikiane na halmashauri zetu kuweka mikakati ya kudhibiti ujauzito kwa watoto wetu. Wakati wote tutoe karipio kwa wale ambao wanajihusisha na kuharibu mwenendo wa watoto wetu. Wahamasisheni wananchi watoe ushirikiano kwa vyombo vya dola ili wanaowapa wanafunzi ujauzito au kuwakatiza masomo au waozeshe wapate adhabu kali inayostahili kwa matendo haya. Sekta ya maji. Mheshimiwa Spika, katika mjadala wa bajeti, moja kati ya sekta ambayo waheshimiwa wabunge wengi walionyesha kwamba inahitaji kupewa kipaumbele cha pekee ni sekta ya maji. Hakika nami nakubaliana na mtazamo huu wa waheshimiwa wabunge, kwani maji ni uhai na kichocheo cha maendeleo katika sekta mbalimbali na nyenzo muhimu katika mapambano dhidi ya umaskini.
Lakini serikali nayo pia inakubaliana na hili pia kwamba uko muhimu sasa wa kuongeza nguvu kwenye sekta ya maji, kwa kuwa swala la maji lilitolewa ufafanuzi wa kina na Mheshimiwa Waziri wa Maji na Umwagiliaji na Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango. Naomba waheshimiwa wabunge watuelewe kwamba tumewasikiliza na tumewasikia. Serikali inayo nia ya dhati kuhakikisha kwamba vijiji vyetu zaidi vinapata huduma ya maji. Uboreshaji wa mamlaka ya serikali za mitaa nchini. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuchukua hatua madhubuti katika kuhakikisha kuwa mamlaka ya serikali za mitaa nchini zinatimiza malengo kuanzisha kwake na kwa mujibu wa ibara ya 143 na 146 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Miongoni mwa hatua zitakazochukuliwa na serikali ni pamoja na kuendeleza juhudi za ugatuaji wa madaraka kwenda katika vyombo hivyo pamoja na kuongeza mgao wa fedha za ruzuku ya maendeleo inayopelekwa katika mamlaka ya serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza azma hiyo, serikali katika mwaka wa fedha 2017/18 imetenga kiasi cha shilingi bilioni 412.38 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo, serikali imetenga jumla shilingi bilioni 16.985 kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya majengo ya ofisi na makazi ya viongozi katika mikoa yote mipya. Katika mgao huo, mkoa wa Njombe umetengewa jumla shilingi bilioni 3.34, mkoa wa Katavi umetengewa jumla shilingi bilioni 3.088, mkoa wa Simiyu umetengewa jumla shilingi bilioni 3.775, mkoa wa Geita umetengewa shilingi bilioni 2.978 na mkoa wa Songwe umetengewa jumla shilingi bilioni 3.812. Aidha, serikali imetenga jumla shilingi bilioni 61.7 kwa ajili ya ujenzi wa makao makuu ya halmashauri 64. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 28.7 ni kwa ajili ya kukamilisha majengo ya ofisi katika halmashauri 44 na shilingi bilioni 33 ni kwa ajili ya ujenzi wa makao makuu ya halmashauri mpya 20. Kwa sasa serikali haina mpango wa kuanzisha maeneo mapya ya utawala mpaka tukamilishe maeneo ambayo tayari tumeyateua kwa kuongeza miundombinu. Sambamba na hatua hizo, serikali kupitia Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Wazee na Watoto imetoa vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuboresha huduma za afya katika mamlaka ya serikali za mitaa yenye thamani ya shilingi bilioni 2.9 pamoja na kununua magari ya kubebea wagonjwa katika halmashauri 67. Vile vile serikali imeendelea na mpango mahususi wa kuwajengea uwezo wa kurugenzi wa halmashauri za wilaya, manispaa na majiji pamoja na watendaji wa kata, vijiji, mitaa na vitongoji ili waweze kutoa huduma bora na kwa ufanisi katika kuwahudumia wananchi. Sehemu ya fedha za maendeleo zitatumika kwa ajili ya kujenga uwezo wa watendaji wa mamlaka ya serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika, juhudi za serikali za kuimarisha utendaji wa mamlaka ya serikali za mitaa zina lengo la kusogeza huduma karibu na wananchi na kutatua kero zao katika ngazi hiyo. Aidha, jitihada hizo zimelenga kuongeza kasi ya maendeleo vijijini na kuboresha maisha na ustawi wa wananchi wetu. Kwa msingi huo, natoa wito kwa viongozi wa mikoa, wilaya pamoja na halmashauri zetu zote nchini wahakikishe kwamba malalamiko yote ya wananchi yanatatuliwa haraka katika ngazi husika, na si vyema na haikubaliki kwa wananchi kusafiri umbali mrefu kwa maili nyingi kutafuta suluhu za changamoto zao kwa viongozi wa kitaifa, wakati mamlaka ya serikali za mitaa zipo na zina viongozi wanaolipwa mishahara na kwa fedha za walipa kodi. Natoa wito kwa watumishi wote walio kwenye mamlaka ya serikali za mitaa kuhakikisha kuwa wanatembelea vijiji, wanaitisha mikutano ya vijijini na kuzungumza na wananchi kwa lengo la kusikiliza kero na kutoa ufumbuzi wa kero zao. Serikali itaendelea kufuatilia utekelezaji wa maagizo haya yanayotoa leo ili kuhakikisha kwamba wananchi wanaondokana na kero zao pale mahali walipo. Mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea na pambano dhidi ya uzalishaji, uuzaji, usambazaji na utumiaji wa dawa za kulevya nchini. Tumeendelea kubaini mtandao wa waingizaji wa dawa hizo hapa nchini na kuchukua hatua stahiki dhidi ya uhalifu hao. Ili kuimarisha mapambano hayo na kuyaendesha kisayansi, serikali imekamilisha uteuzi wa watendaji mahiri wa mamlaka za kupambana na dawa ya kulevya wanaojumuisha makamishina 4 waliobobea kwenye taaluma zao na wenye uzoefu na uzalendo mkubwa kwenye mapambano haya. Mheshimiwa Spika,
katika kipindi kifupi cha kuanzia mwezi Februari mwaka huu 2017, mamlaka hii ilipozinduliwa imefanikiwa kukamata watumiwa 4809 wakiwa na dawa za kulevya aina ya heroin gramu 327.173, cocaine kilo 26,977, bangi kilo 18,334.83, mirungi kilo 11,306.67 na lita 6,338 za kemikali bashirifu zilizokamatwa bandarini ambazo hutumika kutengeneza madawa kama heroin na cocaine. Aidha, mamlaka kwa kushirikiana na kamati za ulinzi na usalama za mikoa na kamati za ulinzi na usalama za wilaya zimeendelea kufanya operation ya kuteketeza ekari 569.25 za mashamba ya bangi na ekari 64.5 za mashamba ya mirungi, na kazi hiyo inaendelea. Kutokana na hatua hizo, jumla ya majalada ya kesi 3222 yamefunguliwa. Hizo ndio jitihada za mamlaka yetu. Mheshimiwa Spika, dawa za kulevya zina athari kubwa kwa ustawi wa familia zetu na taifa kwa ujumla. Hivyo napenda kurejea wito wangu kwa Watanzania wote kuunga mkono jitihada za serikali katika mapambano haya kwa kuendelea kutoa taarifa kuhusu watu wote wanaojihusisha na biashara ya dawa za kulevya. Aidha, naendelea kutoa rai kwa wazazi wenzangu kufuatilia mwenendo ya watoto wetu ili wasijiunge katika makundi mabaya ya kujihusisha na dawa za kulevya. Itakumbukwa kwamba waathirika wakubwa wa dawa za kulevya ni vijana wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 35, kundi ambalo ni tegemeo kwa ustawi wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, azima serikali ya awamu ya 5 ni kutokomeza kabisa mtandao wa dawa za kulevya nchini kwa kuhakikisha kuwa mapambano dhidi ya dawa ya kulevya yanakuwa endelevu, yanafanyika kisayansi na yataleta mafanikio makubwa. Tuungeni mkono kwenye mapambano haya ili tutokomeze kabisa mtandao huu. Sekta ya michezo. Mheshimiwa Spika, wakati vikao vya bunge hapa vikiendelea, timu yetu ya vijana walio chini ya umri wa miaka 17, Serengeti Boys, ilishiriki na kutoa upinzani mkubwa sana kwenye mashindano ya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, ambapo ilimaliza ikiwa na jumla ya pointi 4 sawa na timu iliyoshika nafasi ya pili. Hata hivyo, kutokana na kanuni tu za mashindano hayo, Serengeti Boys haikuweza kuendelea na mashindano pamoja na matokeo hayo mazuri. Mheshimiwa Spika, binafsi nilifuatilia sana mechi zote za Serengeti Boys. Nikiri kwamba vijana hawa wana vipaji na uzalendo wa hali ya juu kwa nchi yao. Mheshimiwa Spika, kwangu mimi vijana wale ni washindi bila hata kuwa wamepewa taji lolote. Naomba nitumie bunge lako tukufu kuwapongeza sana kwa dhati, kudhihirisha kwamba hakuna linaloshindikana tukiamua. Msisitizo wangu kwa TFF, shirikisho la soka Tanzania, ni kuendelea kuwatunza vijana hao na kusimamia vilabu vya michezo nchini, kuwekeza kwenye soka la vijana ili tujenge timu imara kwa miaka michache ijayo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa michezo kwa afya, umoja na kitaifa na kama fursa ya ajira kwa vijana wetu. Wiki iliyopita mkoani Mwanza imethibitisha yamehitimishwa mashindano ya UMISETA na UMITASHUMTA. Wananchi wa Mwanza na Watanzania kwa ujumla wamejionea uwezo wa michezo wa vijana wetu, vipaji na hamasa kubwa iliyopo miongoni mwa vijana wetu kutumia vipaji vyao. Hivyo tutaendelea kuratibu michezo mashuleni kote nchini, ikiwa ni pamoja na kusimamia ufundishaji wa michezo shuleni kama somo. Maelekezo yetu ni kwamba kila mkoa uwe na shule angalau 2 zenye mchepuo wa michezo na walimu wenye sifa stahiki za kufundisha michezo. Nawapongeza sana walimu wetu kwa kusimamia vizuri michezo shuleni. Nitumie fursa hii kuagiza wakurugenzi wa halmashauri zote nchini wahakikishe kwamba kila shule inakuwa na viwanja vya michezo mbalimbali na wanapata nafasi ya kucheza michezo mbalimbali, na walimu wapate nafasi ya kusimamia michezo hiyo ili kuwapa fursa wanafunzi kushiriki michezo ili kupandisha na kuinua vipaji vyao. Na walimu wanahimizwa wasimamie michezo hiyo shuleni, kila mmoja kwa fani yake. Kuwashukuru wadhamini waliodhamini michezo yetu ya UMITASHUMTA na UMISETA kule mkoani Mwanza mwaka huu 2017, ambao ni Coca-Cola Kwanza Company iliyoweza kutoa mchango mkubwa sana. LAPF imeweza kutoa mchango wake. Chama cha Walimu Tanzania nacho pia kimeweza kutoa mchango mkubwa.
na wale wote ambao wametoa michango yao tunawashukuru sana, na tunaendelea kuwategemea kwa mtaendelea kutuunga mkono ili kuweza kuendeleza kiwango cha michezo nchini. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kitendo chake cha kuunga mkono jitihada za michezo nchini kwa dhamira yake na kujenga uwanja mkubwa wa michezo hapa mjini Dodoma, makao makuu ya nchi, kwa kushawishi mataifa rafiki kama vile Morocco ambao wameamua kutujengea uwanja mkubwa sana wa michezo hapa makao makuu ya nchi Dodoma. Serikali ya awamu ya 5 itaendelea kusimamia michezo nchini, na serikali hii haitafumbia macho usimamizi mbovu na utawala wa michezo usiojali maslahi ya taifa. Serikali imeazimia kuimarisha utendaji wa vyombo vya michezo nchini, ila kila mwenye dhamana awajibike ipasavyo. Kwa msingi huo, leo hii naelekeza kwa waziri mwenye dhamana ya michezo nchini kulifanyia mapitio na kutathmini upya Baraza la Michezo Tanzania ili kujiridhisha na usimamizi wake wa shughuli za michezo nchini. Pale itakaporidhika kwamba usimamizi bado sio imara, anayo ruhusa ya kulivunja baraza na kuliunda baraza jipya. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, naomba nirejee masuala makubwa yaliyosisitizwa wakati nafungua mkutano wa 7 wa bunge lako tukufu. Masuala hayo niliyosisitiza ambayo naamini bado yana umuhimu hadi sasa kwa ustawi wa nchi yetu ni kama ifuatavyo. 1. Tuendelee kulinda na kudumisha amani nchini ili wananchi washiriki shughuli za maendeleo bila hofu ya usalama wao. 2. Jukumu la kujenga uchumi wa nchi yetu ni wajibu wa kila mwananchi, na ni lazima kila mwananchi afanye kazi kwa bidii na maarifa ili apate stahiki na afichue wanaokwepa kulipa kodi. 3. Tujenge utamaduni wa kupima afya zetu na kufanya mazoezi ya viungo ili kujilinda na magonjwa yasiyo na kuambukiza ambayo yanaigharimu sana nchi yetu kwa kudhoofisha miili yetu. 4. Tuepuke matumizi mabaya ya rasilimali zetu kama vile maji, madini na misitu ili zinufaishe kizazi chetu na vizazi vijavyo. 5. Tuzingatie matumizi ya muda, tuongeze nidhamu na uwajibikaji, tuzingatie muda wa kupiga vita utamaduni zote zinazohamasisha uvivu na uzembe, lakini pia mapambano dhidi ya dawa za kulevya kuwa ni janga kubwa linaloitafuna nchi kwa kasi kubwa na kupoteza nguvu kazi ya nchi yetu. Tunahitaji ushiriki wa kila mmoja katika vita hii kwa kufichua mtandao wa husika wa dawa za kulevya. Lakini pia hamasa kwa michezo, kama ambavyo waheshimiwa wabunge mnashiriki kwenye michezo mbalimbali. Tunatoa wito kwa Watanzania wote kushiriki kwa michezo mbalimbali ikiwemo na jogging pamoja na mazoezi ya viungo mbalimbali yanayojengwa ndani ya nyumba gym, ili tuweze kuwa na afya bora, tuweze kutekeleza majukumu yetu. Mheshimiwa Spika, nazungumza haya nikiwa machache ya yale ambayo tumeyajadili katika kipindi cha miezi mitatu, na leo hii nihitimishe hotuba yangu kwa kueleza hayo kwa kifupi, kwa kuwatakia safari njema waheshimiwa wabunge wanaoporejea majumbani kwao, kuwaeleza wananchi mambo mengi yaliyojiri hapa bungeni, hususani kuhusu manufaa ya bajeti na miswada tuliyoipitisha. Waelezeeni wananchi matarajio yetu kwao na kuwasihi waendelee kutuunga mkono kwenye jitihada zetu za kuwawekea mazingira wezeshi ya kujikwamua na umaskini. Serikali inaendelea kusisitiza ushirikiano baina ya waheshimiwa wabunge na halmashauri zetu katika ufuatiliaji wa fedha za maendeleo tunazopeleka kwenye halmashauri ili zifanye kazi iliyokusudiwa. Aidha, naitakia maandalizi mema timu yetu ya bunge itakayoshiriki kwenye mashindano ya mabunge ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yatakayofanyika mwaka huu hapa mjini Dodoma. Tunayo imani kubwa na timu yetu, kwani timu imara, timu bora yenye wachezaji mahiri, na mwaka huu tutabakiza vikombe vyote hapa Tanzania. Tunawasihi mtuwakilishe vizuri kama kawaida yenu. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo haya sasa napenda kutoa hoja kuwa bunge lako tukufu liahirishwe hadi tarehe 5 Septemba mwaka 2017 siku ya Jumanne saa 3 asubuhi
tutakapokutana tena katika ukumbi huu kubwa wa kimataifa hapa Dodoma. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na imeungwa mkono kweli kweli. Sijawahi kuona hoja imeungwa mkono kwa kiwango hiki, tena kwa pande zote mbili. Waungwaji mkono huu sidhani kama ina haja hata ya kuhoji. Lakini kwa vile kanuni inanilazimisha nifanye hivyo. Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote. Install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.